Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ilivyo ada na kawaida, wanafunzi wenzangu tuliopo hapa na wale ambao tufuatilia katika mitandao ya aina mbalimbali, leo tunapigana tena, tuna kwenda darasani, na haswa nyuma yangu kishaona ubao, bila shaka unaona ni muda wa kwenda darasani na kwenda kupata yale yaliyokuwa bora kabisa. Ikiwa tayari tumekwisha tazamia energy ya kwanza mpaka kufikia energy namba 9, sasa leo tunaangalia energy namba 10, kwa maana ya wale ambao waliozaliwa mwezi wa 10. Hawa watu wanakuaje kwa mujibu wa tafiti, lakini pia namna gani matukio mengi huambatana nao, ili yote hatayapata hapa haswa nikiwa samama Dr. Said na Sheikh Safudi wal Al-Ghazali. Bila shaka tutakwenda kujua mengi ambayo yanahusu watu waliozaliwa mwezi wa 10. Maana hii kwa watu mwezi wa 10 inakuhusu kwa 100%. Kwa tuende sambamba ili ukajue yale ambayo yanayokuhusu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Muda huu ni salam Dr. Said na Sheikh Safudi wal Ghazali. Ya Allah ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala, na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Bila shaka amemsikia Dr. Said na Sheikh Safudi wal Ghazali akiwa na afya bora kabisa. Lengo kubwa la kwenda kuwatazama watu waliozaliwa mwezi wa 10, kwa maana ya energy namba 10. We ambao uzaliwa mwezi wa 10, basi hii inakugusa. Kwa watu walikuwa wanauliza sana mwezi wa 10. Sasa mwezi wa 10 umefika. Kuwa tayari kujikagua hapo ulipo. Na mimi ninalo swali la msingi kwake Dr. Said na Sheikh Safudi wal Ghazali. Nataka tukaanzie hapa. Dr. Said na Sheikh Safudi wal Ghazali. Tunafahamu kwamba energy zinapishana na watu wamezaliwa katika miezi tofauti. Na huu tayari tunakuona kwenye energy namba 10. Na namna ambavyo tunafahamu wapo watu ambao wengi walitamani sana kujua mwezi wa 10 wanakuaje, wakoje, mambo yao kwa jumla wake. Swali la msingi, watu hao wenye energy namba 10, kwanza wanakuwa ni watu wa namna gani? Pili, wanakuwa membatana matukio namna gani? Kwa matukio hayo basi kwa mujibu wa tafiti yanaonyesha kwamba watu hawa watakuwa wakiambatana sana mambo hayo, matukio yao na namna yote ya maisha yao yanavyokuwa kwa namna moja ama nyingine. Taib. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Naam. Lakini pamoja na wanafunzi walio hapa, naam, lakini kadhalika na hata wale ambao wanaotufuatilia kupitia katika mitandao ya aina mbalimbali. Naam. Hakika kabisa energy namba 10 ina mambo mazito sana. Yani wale ambao waliozaliwa katika mwezi wa 10 wanayo majambo ambayo yanawahusu wao kutokana na energy yao namna ilivyo. Lakini kadhalika, kabla hatujaingia moja kwa moja ili kwenda kufahamu energy ya watu waliozaliwa mwezi wa 10, kwanza twende tukatazame albahthu tasmimiyu, kwa maana tafiti ambazo zinakwenda sambamba na mienendo ya watu hao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na sababu ya kueleza utaratibu huu, kwa maana tafiti hizi ni kwa sababu ya kuondosha yale matango pori ambayo wanayomezeshwa baadhi ya watu, ya kwamba ule unaofundishwa pale ni ushirikina, ule unafundishwa ni uchawi, ile ni ramli, ili kuondosha matango pori ya kiwango hicho. Na sasa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sasa watu wanaelewa vizuri kabisa. Akitokea mtu anasema ile ni sihiri,
Kuna watu pale wanamwambia acha uongo wewe, ule ni utafiti wa kawaida kabisa, na mambo yanakwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, tunaposema albahthu tasmimiyu, maana yake bila shaka tafiti zinazokwenda sambamba na na zile manahiji zao, kwa maana mienendo ya watu. Kwa hiyo hapa watu wanachokifanya ni kutafiti ile mienendo ya watu. Turakizu hadhihi almanhajiyatu almarufa, lakini kadhalika inafahamika sana au inatumika sana mwenendo huu ambao unaojulikana kwa maana at-tasmimiyu, aidan bi buhuthi at-tasmimi ala fahmi sulukiyati almustakhdimina wa tajarubihim. Lakini kadhalika utumiwa sana bi buhuthi at-tasmimi kwa ajili ya kufanya tafiti ya nini? Kufanya tafiti maalum kabisa inayokwenda sambamba na nini? Na manhaji, kwa maana mienendo, ala fahmi sulukiyati almustakhdimin, kwa ajili ya kufahamu njia za wale ambao bila shaka waliotumiwa katika kufanyiwa tafiti. Njia zao ni zipi? Tabia zao ni zipi? Na je, wao wanakuwa katika hali gani? Ndio watu wanafanya tafiti ili wapate yale watakayoyapata, kisha baada ya hapo wasajili na kuyaandika hayo katika vitabu vyao. Sio mtu alilala akakurupuka tu anaandika haya, hapana. Watu wamepoteza masiku, lakini kadhalika wakapoteza mawiki, wakapoteza miezi, wakapoteza miaka. Kazi yao wanafanya tafiti hizi ili wakuletee wewe kitu ambacho kilichofanyiwa tafiti na kikaleta natija ya hali ya namna gani. Tusemeni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Watajarubihim, lakini kadhalika na yale majaribio yao, litaujihi wa tatwiri almuntajat, kwa ajili ya kupata mwelekeo, lakini kadhalika na aina mbalimbali ya nini? Ya yale yaliyopatikana, natija iliyopatikana, walkhidmati wa al-anzima. Tena sio natija tu kwa mtu mmoja mmoja, la, lakini kadhalika walkhidmat, na kwenda katika mashirika aina mbalimbali, walanzima, na makampuni ya aina mbalimbali. Watu wanafanya tafiti ili waweze kujua hawa wafanyakazi waliozaliwa mwezi wa 10 wanapokuwa wamekaa mahala, tabia zao zinakuwaje? Lakini kwa wale ambao wamezaliwa katika mwezi wa 10 wenye energy namba 10, hawa pia majambo yao na mazingira yao yanakuwa katika hali ya namna gani? Hizi ni tafiti ambazo watu wanafanya ili kubaini mazito yanayopatikana katika tafiti. Tusemeni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alladhi yuwajjihu amaliyata ijra'i albahth alilmi bijami'i marahilihi. Ni jambo ambalo yuwajjihu, kwa maana suala la tafiti ni tafiti ambayo yuwajjihu albahthu amaliyata, kwa maana tafiti inaelekeza utendaji. Utendaji wenyewe upi? Ijra'il bahthi, ya kufanya tafiti. Tafiti zenyewe alilmi, zaki ilmu, bijamii marahilihi, kwa ujumla wa hatua zake zote. Kwa hiyo watu wanapita katika hatua za utafiti, kisha baada ya kupita katika zile hatua za utafiti wanapata natija, na kisha baada ya kupata ile natija wanaandika katika vitabu vyao. Waliozaliwa mwezi wa 10 wanakuwa kadha, wanakuwa kadha, wanakuwa kadha. Tusemeni la ilaha illallah, La ilaha illallah. Wewe unaona kuna sihiri hapa? Unaona kuna shiriki hapa? Maana hawasemi shirki, wasema shiriki, sihiri. Ndio watu walivyo katika mazingira hayo. Tenda maalumu hiyo kwa ajili ya kuidogosha ilmu hii na kuipoteza kabisa kwa ajili ya kumtukuza mzungu. Hatari sana Sheikh. Sasa katika tafiti ambazo zilizofanyika, ikaja kupatikana katika mawalidu ashahri al-ashir, lakini kadhalika waliozaliwa mnamo mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10.
yani wale watu wenye energy namba ngapi? Namba 10. Hawa watu wanakuwaje? Mmoja, wanakuwa katika hali ifuatayo: indal kulli mahbubun. Hawa watu kwanza, namna walivyo, wanakuwa wanapendwa sana. Lakini kupendwa kwao kunapendwa kwa namna gani? Indal kulli, kwa watu wote kabisa, kwa maana wanapendwa na watoto, wanapendwa na vijana, wanapendwa na wazee. Kama ni wanawake, watapendwa na wanawake wenzao, watapendwa na wanamume, na kama ni wanamume, watapendwa na wanawake, lakini kadhalika na watapendwa na watoto. Yani rika zote zitakuwa zina wapenda sana, sababu energy namba 10 ndio ipo hivyo, indal kulli mahbubun, yani wanakuwa ni watu ambao wanapendwa sana na rika zote, wanakuwa katika hali za namna hiyo. Lakini yuhibbu an yadhhaka hatta law kana fi shay'in min dakhilihi. Lakini kadhalika watu mara kadhaa utawaona sifa yao namna ilivyo, waliozaliwa katika mwezi wa 10 wanapenda sana kucheka, hata kama ndani ya nafsi zao kuna kitu yudhaiquhu, kinachofanyaje, kinachowauma, kinawakereketa, lakini wao wanakuonyeshea tabassam na kicheko katika hali za namna hiyo. Hawa ni watu ambao wamezaliwa katika mwezi wa 10, kwa maana ni watu wenye energy namba 10. Hawa wanakuwaje? Qalbuhu tayyibun, moyo wa watu hawa unakuwa ni moyo safi kabisa. Ni watu wazuri sana hawa waliozaliwa katika energy namba 10, kwa maana katika mwezi wa 10. Lakini yughatti ala uyubihi, na hawa watu ni wasiri sana kwa kuficha aibu zao, yani umgumie tu yani. Lakini kwa hivi ngumu sana kumuona, anafanya mambo yake kimya kimya, yani silent killer huyu, anaua kimya kimya, ndio jinsi alivyo. Yani wewe ukirejea nyumbani pale unaweza ukakataa, ukiletewa taarifa zake unasema kwa huyu hawezi kuwa hivyo, lakini ndio yuko hivyo. Tunaelewana vizuri? Tena yuhibbu min qalbihi, lakini huyu anapenda kutoka wapi? Moyoni mwake. Wa yas'adu alladhi yuhibbuhu, lakini huyu mtu ana tabia ya kumjali sana yule anayempenda. Yani huyu mtu yuko tayari akose yeye, lakini kadhalika apate yule ambaye anayempenda. Yuko hivyo, anapambana sana kwa yule ambaye anayempenda. Hawa watu wenye energy namba 10, kwa maana waliozaliwa katika mwezi wa 10 wanakuwa katika hali za namna hiyo. Lakini namna walivyo sasa, mutaassibun li ra'yihi, mara kadhaa hawa watu wana ubinafsi, hasa katika sala la rai na mitazamo. Akiweka mtazamo wake yeye ana ubinafsi hapo, hataki mtazamo wa mtu mwingine ushinde, anataka ule wa kwake ndio upite. Yani ni mutaasibin, yani ni watu ambao wana ubinafsi sana, al-ananiyun, mimi hawa. Lakini tataghayyaru nadharatuhu bi shakhsin min awwali zallatihi, lakini hawa ni watu ambao huwa wanabadilisha mitazamo yao kwa kosa moja tu la mtu. Yani ukimkosea kosa moja, hapo hapo anabadilisha kabisa mtazamo wake kwa mtu yule ambaye amemkosea kosa moja tu. Yani yeye hana subira ya kusubiria kosa la pili au la tatu. Kosa moja tu yeye tayari linatosha kwake kutoa hukumu katika kile ambacho anachofeel katika mazingira kama haya. Hao ni watu ambao waliozaliwa mwezi wa 10. Jitathmini, utaona haya tunayoyasema. Lakini saabun alaihi, hawa ni watu ambao bila shaka kusamehe kwao ni kugumu sana. Yani kosa moja tu yeye analichukua, alafu kusamehe ni ngumu. Yani utabembeleza we mpaka uchokea na msimamo wake, lakini kwa nini umefanya vile? Sawa basi, ndio nimeshafanya hilo jambo, nisamehe basi, lakini kwa nini? Yani anakuwa hivyo huyu mtu, ananongwa, ndio maana yake katika lugha nyingine. Tunakwenda sawa? Hassasun, lakini watu hawa wanahisia sana. Maana yake katika lugha nyepesi, malaya. Awe mwanaume anakuwa malaya, awe mwanamke anakuwa malaya, yule alozaliwa katika mwezi wa 10.
Si lazima uwe nazo zote, lakini nyingi katika hizo zitakuwa zipo. Unaweza kuwa mtu malaya tu, sawa, lakini inda alhubbi yusaitir, lakini huyu ni mtu ambaye anapambania sana mapenzi. Katika ishu ya mapenzi mzee anapambana kweli kweli katika ishu ya mapenzi. Hawa ni watu ambao wamezaliwa mnamo mwezi wa ngapi? Wa 10. Watu wenye energy namba 10 hawa, haya ndio majambo yao mara kadhaa yanaweza kuwa katika hali za namna hii. Sasa inawezekana mtu akawa nayo yote kabisa, na inawezekana akawa nayo machache katika hayo, na hii inatokana na tofauti ya zile tarehe za kuzaliwa ndani ya mwezi huo wa 10 katika hali za namna moja au nyingine. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo kwa mazingira kama haya tunasema mimma iqtadatuhu at-tajruba. Haya ni katika mambo ambayo yamefanyiwa tafiti. Baada ya kufanyiwa tafiti zikabaini haya yaliyobaini, zikabaini mtu anayezaliwa mwezi wa 10 kwanza anakuwa ni kipenzi kwa watu wa rika zote, wanampenda sana, yani ni mtu anayependwa sana. Lakini mtu huyu anapenda kucheka na kutabasam, kuonyesha furaha, hata kama mtu huyu ndani yake kutakuwa na kitu kinamtukuta namna hii, lakini anapenda kuonyesha furaha. Sawa, moyo wake ni moyo safi. Lakini kadhalika huyu mtu namna jinsi alivyo, siri zake na aibu zake anazificha sana. Kumkamata ni ngumu, yani mpaka umpate ufanye kazi kweli. Lakini kadhalika anapenda kutoka moyoni mwake na anamjali sana yule ambaye anayempenda. Lakini mtu huyu ni mtu mwenye ubinafsi, anakuwa na ubinafsi hasa katika sala la rai, mawazo yake ndo anataka yawe. Lakini kadhalika mitazamo yake na uwezo wa kubadilika kwa mtu kwa kosa moja tu. Yani mtu akifanya kosa moja tu yeye anafuta kabisa, hataki tena habari hizo. Na ni mgumu sana mtu huyu kusamehe. Lakini kadhalika ni malaya. Lakini vile vile anapenda sana kupambania mapenzi. Hii ndio energy ya mtu aliozaliwa mwezi wa 10 biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mimaqtadatuhu at-tajruba. Kwa hiyo jitathmini hapo ulivyo wewe mwenyewe, utajiona katika haka kasifa ka umalaya kapo kweli. Kila mmoja unajua anajijua mwenyewe, balil insanu ala nafsihi kila mmoja anajijua. Unaweza ukakataa ukasema mimi simo, lakini baadaye ukikaa pembeni unasema lakini aka umalaya nako ni hatari kabisa. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayoyafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu apelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndo chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Na bila shaka kwa wewe ambaye ulioanza nasi kuanzia mwanzo darasa mpaka kufikia hapa tamati, kwa watu wenye energy namba 10, mimi nikwambie tunachopaswa kukifanya ni kujitafiti tu. Baada ya kuwa tayari umesikia tafiti zimeeleza na matokeo ya tafiti ndio haya yaliyosema, unaweza kuwa nayo yote ama ukawa nayo machache. Lakini pia sio lazima watu wote wafanane, inawezekana ukawa hauna kabisa, lakini haijasema kwamba wote watakuwa na sifa za namna hii. Kutokana zile tarehe za namna ambavyo walivyozaliwa inawezekana kupatikana tofauti. Kwa hivyo basi mtu mwingine inawezekana kama malaya kweli, kwa sababu sifa hiyo ipo kutokana na tarehe aliyozaliwa, lakini mwezi ndio huu wa 10. Lakini mtu mwingine inawezekana moyo safi, lakini mtu mwingine sio malaya, mtu safi kabisa, mambo kama mazuri. Yote haya yanaweza kupatikana ndani ya energy namba 10. Kwa hiyo kama mwezi wa 10, hii inakuhusu kwa 100% inakuhusu. Kwa hivyo jitathmini, tutapata kujua kitu kilichokuwa bora zaidi na heri nyingi zitapatikana. Kumbuka kwamba hii energy namba 10 umeisikia na vitu kidogo vizito ukijaribu kutazama, manake kuna binafsi upo ndani yake binafsi upo ndani yake, hasa mawazo yake, na achelewe kukufuta mzee. Kama upo mahusiano naye, ukimzingua baada ya kukufuta na kufuta kweli kweli moja kwa moja, pembeni anatafuta mwingine na achelewi. Ni muda mfupi tu kisha pata mwingine, maisha yanaendelea. Kwa hivyo inshallah Mungu atufanyie pesi. Hii ni energy namba 10. Wewe mwenye energy namba 10 leo inakuhusu kwa 100%. Jitathmini hapo, utapata kheri nyingi. Lakini kumbuka kwamba darasa linalofuata tutatazama energy namba 11, na kisha baada ya hapo lile swali lile mliwahi kumuuliza shekhi kwamba sasa, je, ikiwa kama una mtu namna hii unataka badilike, kuna matendo ambayo ushaona kwamba hayapendezi, mfano kama umalaya au binafsi na vitu kama hivyo, sasa unataka badilike, atakuwaje? Sasa atakwenda kujibiwa baada ya
kujua energy namba 12. Hapo utapata majibu yote biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi nikwambie sina la ziada zaidi kuambia kwamba darasa zinaruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hivyo basi endelea kufuatilia darasa hizi kupata kilichokuwa bora biidhnillah, kheri nyingi zitapatikana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.